Adui huweza kutumia muonekano wa nje ili kukuingizia hofu na kukukatisha tamaa ya kupambana au kumsogelea. Adui huweza kutumia muonekano wa nje ili kukukatisha tamaa ya kumsogelea au kujaribu kupambana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii sura ya 17 kuanzia ule mstari wa 4 hata wa 7 kwa habari ya Wafilisti pamoja na wana wa Israeli. Tunaona jinsi ambavyo maandiko yalichukua muda kwa ajili ya kuonyesha jinsi ambavyo Bwana Goliati alikuwa amejiweka, jinsi ambavyo alikuwa amejikoki, jinsi ambavyo alikuwa na muonekano mkubwa na wa kutisha. Muonekano wake tu ilikuwa ni silaha tosha ya kivita, ilikuwa ni propaganda tosha ya kuweza kunyong'onyesha maadui. Ngoja nikusomee hii mistari halafu tuendelee. Naye nasema ule mstari wa 14 mstari wa 4 hadi wa 7, nao nasema, ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliati wa Gathi, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na shibiri 1. Alikuwa na chapeo ya shaba kichwani, tena amevaa diria ya shaba. Uzani wake ile diria ya shaba ulikuwa ni shekeli 5,000 za shaba. Tena amevaa mabamba ya shaba miguuni mwake, naye alikuwa na mkuki wa shaba katika mabega yake. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na hayo bado akawa na lingao ambalo linabebwa na msaidizi wake. Kwa hiyo bwana kwa muonekano tu alikuwa na muonekano ambao tayari unakunyong'onyesha wewe ambaye uko upande wa pili kwa ajili ya kupingana au kupigana naye. Bwana Yesu asifiwe. Nini ambacho najaribu kuelezea mtumishi wa Mungu? Nguvu za giza wana mtindo wa kutengeneza hiyo mtizamo ndani ya mtu ili kujaribu kukatisha tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweka mzigo ndani yako kwa ajili ya kufungua biashara fulani. Anaweka mzigo ndani yako kwa ajili ya kufungua NGO fulani. Jambo la kwanza ambalo shetani akishashtuka kwamba hayo ndio maono ambayo unafukuzana nayo, atajaribu kutizamisha wale wakubwa katika hilo eneo. Kama unataka uingie kwenye biashara, atakutizamisha watu ambao wanafanya aina hiyo ya biashara ambao wameshafanikiwa, alafu anaanza kukulinganisha. Sasa wewe unafungua biashara vipodozi. Fulani amefungua vipodozi. Utaweza wewe? Fulani mwenyewe amefungua na sasa hivi ana struggle. Unaona anavyohangaika mtandaoni anavyopost. Wewe utaweza? Kwa kazi ya adui ni kutumia muonekano wa nje ili kuingiza hofu ndani yako na kukatisha tamaa usiweze kusogelea mlima wako na kuweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana maandiko mahali pengine anasema tunaenenda kwa imani na sio kwa kuona. Bwana Yesu asifiwe. Maana Roho Mtakatifu anajaribu kuvuta akili zetu kwenye kumtizama yeye na kile alichosema dhidi ya mazingira yoyote ambayo yanakuwa yanafanya upinzani dhidi ya kile ambacho tunakielekea. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na hakika unapoanza kusogelea aina yoyote ya maono, mradi wowote ambao unataka kufanya. Jambo la kwanza, kama shetani anataka kufanyia upinzani, atakuonyesha wababe ambao wanafanya ile kazi, au mbaya zaidi atakuonyesha wababe ambao wamefanya ile kazi afu wakafeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uwe na hakika shetani atatumia muonekano wa nje ili kujaribu kukatisha tamaa usimsogelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la pili, adui huweza kutumia muonekano wa nje ili kukuzuia usimsogelee au usisogee kwa ajili ya kuchukua hatua. Nakumbuka kuna kipindi nilifanya interview moja ya kazi kwenye benki moja, waliitisha interview, pata nafasi pale, kaenda kufanya interview. Ilikuwa ni aina kazi ambayo sijawahi kufanya, ilikuwa ni eneo jipya ambalo sijalifanyia kazi kabisa. Nikasema ngoja nijitose nikajaribu hii kazi. Bwana Yesu. Na nimefika pale na ujasiri, nimejipanga, nimejikoki. Sasa bwana, kitu kilichotokea baada ya kufika, nakuwa mnakaa nje nasubiria kuitwa mmoja mmoja kwa ajili ya kwenda kufanyiwa hayo mahojiano ya kazi. Wakafika wapendwa wengine ambao kadhaa. Baada ya kufika wale jamaa wakaanza kuzungumza, ndio nikagundua kwamba wanafahamiana. Baada ya kuona kwanza wanafahamiana, nikawa curious, hao jamaa wanafahamiana, wametokea upande gani? Kwenye kuhojiana nikagundua kwamba wao
wana uzoefu zaidi wa kutosha sana na hii kazi ambayo hata kuifanya sijawahi kuifanya. Wao wana uzoefu wa kutosha sana, alafu sikuwa nimejiandaa kiakili kwa aina hiyo ya interview. Najua itakuwa ni entry level, maana tunaingia wote tunapambana. Nikakuta ni watu ambao wana upana na hilo eneo, wametoka kwenye taasisi ambazo ziko na hadhi kwenye hilo eneo la kufanya kazi. Ghafla tayari nikaingiwa na hali fulani. Kuanzia pale ile hamu ya interview ikaondoka, nguvu ya kufanya interview ikaondoka, nikaanza kuwaza namna gani natoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli kuanzia swali la kwanza mpaka swali la mwisho sikufanikiwa chochote, nikisema nijijaji mwenyewe. Tangu swali la kwanza najiona kabisa akili haipo, naona kabisa hii nafasi sio ya kwangu. Nilijikuta nimetokewa na hali ambayo sikuwahi kukutana nayo. Nini ambacho kimetokea? Nataka nikueleweshe. Adui atatumia muonekano wa mambo ya kwa nje ili aweze kukuingizia wewe hofu, usijaribu hata kusogelea au kusogelea eneo ambalo limebeba mpenyo wako. Bwana Yesu asifiwe.